Kuna hawa wadudu ambao nitawaelezea siku ya leo. Hawa wadudu wanaweza kutumika kwenye ulimwengu wa giza kuharibu maisha yako au kuyaletekezea matokeo mabaya maisha yako. Ni wadudu ambao tuko nao, yamkini umewahi kukutana nao na usijue kuna roho amebeba. Kuna roho anakuwa amebeba. Sasa nataka niwaelezee, na ukiweza kunielewa vizuri itakusaidia sana. Mdudu wa kwanza ni vunja chungu. Vunja chungu wako aina mbili. Kuna vunja chungu wa rangi ya kijani na kuna vunja chungu wa rangi ya kijivu au kaki. Sasa hawa wa rangi ya grey wana maana yake kwenye ulimwengu wa roho, na hawa wa kijani wana maana yake kwenye ulimwengu wa roho. Cha kwanza kabisa, unapoona wadudu hawa nyumbani kwako au mahala popote, usiwavuke tu kawaida. Wachawi wanaweza wakawatumia kwenye mambo yao. Usimuue kana kwamba unaua tu mdudu wa kawaida. Unaweza ukamua, kumbe maisha yako ukawa umeyapelekea kwenye hatia. Angalia vizuri. Huyu wa kwanza wa rangi ya kijivu, huyu amebeba roho ya mizimu na huleta taarifa kwenye malango ya watu kwa habari ya mauti na mabaya. Huyu wa rangi ya kijivu yeye ana katabia kamoja, kwa sababu yeye anafanana na kijiti kabisa, kama fimbo tu. Nadhani unamuona hapa kwenye picha. Yeye ana uwezo wa kukaa mahali pamoja kwa muda hata wa siku 4, asisogeze hata hatua moja, yuko tu pale pale. Na hawa, hata kipindi kile mimi nakuwa kijijini kwetu, nilikuwa namuona bibi yangu anachukua maziwa, anaweka mdomoni, anawapulizia maziwa, anatamka maneno, alafu kisha wanaondoka. Yaani akimpulizia maziwa anaondoka. Sijajua kwenye kabila lenu wanawachukuliaje, lakini hawa huleta taarifa. Na ukimpiga huyu mdudu, huwa na mabawa kwa ndani, akiyafungua yanakuwa yana rangi nyekundu. Kwa lugha rahisi, ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona Biblia inasema, nikamwona farasi mwenye rangi ya kijivu, naye aliyempanda alikuwa ana roho ya mauti. Kumbe unapomwona vunja chungu wa rangi hii, basi anakuwa analeta mauti malangoni pako. Ukitaka kumwombea, mwambie, ninakufukuza pamoja na roho yako ya mauti, ondoka kwangu. Lakini huyu vunja chungu wa rangi ya kijani, yeye hubeba asili ya uchumi. Kwa mfano, ukawaona vunja chungu wawili wanapigana, aisee, utatumia nguvu nyingi sana kufanikishwa kiuchumi, kimaisha. Vunja chungu wa rangi ya kijani akiingia ndani ya nyumba yako, kama ni kazini utafukuzwa, kama ni kibarua utakipoteza, kama ni biashara itafilisika. I'm telling you. Kwa hiyo unapomwona vunja chungu ndani, lazima ujue kwamba hapa kuna shida kwenye malango ya uchumi. Acha nianze kuomba. Kwa hiyo usimuue tu kama unaua sisimizi. No, kuna namna unaweza ukamwombea, ukamwanointi kwa maji, alafu ukamtupa nje. Mdudu wa pili ni buibui. Buibui huwa amebeba roho ya ukiwa na utupu. Sasa na leo nitatumia walau kisa kimoja cha kwenye Qur'an. Kuna muda Mtume Muhammad alikuwa anatafutwa, anakimbizwa. Wakati watu wanamtafuta, walikuwa wanataka wamkate kichwa, wamuue Mtume Muhammad. Nadhani Waislamu wanaelewa. Mtume Muhammad akafika mahali, akamkuta njiwa amekaa mahali. Yule njiwa akamwelekeza aingie ndani ya pango. Sasa baada ya muda, wale watu waliokuwa wakimfuata wanamkimbiza Mtume Muhammad, wakafika pale kwenye lile pango. Mwenyezi Mungu akawa ameamuru sasa yule buibui atengeneze utando. Kwa walipofika pale wakapoteza network. Wakasema, mbona hapa kama hajapita mtu? Wakamleta mtu ambaye kazi yake ni kusoma hatua, nyayo za watu. Yaani hata kama mtu alipita, mwezi umepita, yeye akiangalia tu nyayo anajua mtu huyu kaelekea huku. Wakamleta mtu huyo. Yule mtu akamwambia, jamani, mnayemtafuta mimi kazi nimemaliza, yuko humu ndani, ingieni ndani mtamuona. Lakini sasa wale watu wakamwambia, wewe hivi una akili? Unatuona si wajinga? Huyu buibui mbona anaonekana hapa ametengeneza, ni miaka mingi na hakuna mtu aliyepita hapa. Wakamkatalia yule mtu, kumbe aliwaelekeza ukweli kwamba Mtume Muhammad yuko ndani. Lakini yeye wale walikataa kwa sababu ya kuona utando wa buibui. Sasa nyumbani kwako kuna buibui wa rangi gani?
na hao buibui wako kwa muda gani. Usichukulie kawaida. Nyumba yoyote inayokaliwa na buibui, hata kama wamekaa juu ya dari wamefunga, kuna mambo yataenda mlama, kuna vitu vitakuwa ni ukiwa, utavifanya havitaishi. Na watu wengi sana, ukiona nyumba ina buibui, hata kama umejenga kwa mabilioni, ile nyumba utakaa mule, amani haitakuwa hapo. Hawezi kuwa na amani kwenye nyumba ya hivyo. Kwa buibui sio wadudu wa kawaida, wachawi wanaweza kutumia na wakawatumikisha kuhakikisha wewe haufanikiwi. Mdudu wa tatu ni mjusi. Mimi najua mjusi unamjua, ila mijusi wamegawanyika wa aina mbili. Kuna mjusi anaishi kwenye miamba au mawe, mjusi wa rangi ya blue, kichwa chake unakuta labda ni chekundu au damu ya mzee, kitu kama hicho. Alafu kuna mjusi mwingine, wale mimi nawaitaga matoi, wanakaa ndani tu, unamkuta mjusi kama mjinga tu, yuko pale ndani kwako. Anaweza kama mmoja au wengi, ila wako ndani. Sasa nisikilize kwa makini. Hawa mijusi wana uwezo wa kubeba roho na wanaweza wakaletekeza maisha yako kwenye changamoto iliyokusudiwa kwenye ulimwengu wa giza. Mjusi wa rangi ya blue ana kichwa chekundu, waga anakaa maporini, alafu ukamwona ameingia ndani mwako, na kuhakikishia hata kama umemoa malikia, umeolewa na mfalme, hamtaelewana hata siku moja. Kwanza ile rangi tu alionayo kichwani kibiblia, ile nyekundu kibiblia, ni ukosefu wa amani. Kwa mjusi wa nje akiingia ndani, ndoa inavunjika. Mjusi wa nje akiishi ndani, ukamwona ndani, huyo mwenye blue na nyekundu, ukamwona ndani, amani huwezi ukaipata. Sasa acha niwaelezee wale mijusi tu ambao umewazoea wa kawaida na unawajua kama matoi, kama majinga. Wale mijusi kwenye ulimwengu wa giza huwa wanafanyika kama rada, ni network. Wana uwezo wa kukusanya taarifa za nyumbani kwako, nani kaingia, mna mipango gani, mna kitu gani cha kufanya, alafu wanapeleka kwenye ulimwengu wa wachawi, ulimwengu wa giza. Unaliona limekaa kama jinga hivi, usichukulie kawaida. Kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho ana uwezo wa kufanya. Na taarifa zako muda mwingine unaweza kuwa unajua, mbona kila ninachofanya jambo lolote halifanikiwi? Kwa nini? Mipango yangu inawahi kuharibika. Shida ni nini? Nimekaa kimya sawa, lakini mbona watu wanajua mambo yangu? Mbona wananiwahi baraka zangu? Anza kuelewa, mjusi ana uwezo wa kubeba taarifa zako. Wale mijusi wa ndani wanapeleka kwenye uchawi. Kwa hiyo mchawi mmoja anaweza kaleta mjusi akamwacha humo ndani kwako, anatembea humo, anazunguka, anaangalia mambo yenu, mnaishije, mnakula nini, mna mpango gani. Mchawi anapata network. Mdudu wa nne, kipepeo. Nadhani kipepeo namjua. Kipepeo ni kamdudu ambako kana uwezo wa kutabiri hata hali ya hewa, kana uwezo wa kujua mwenendo wa hatima ya mtu. Ukimwona kipepeo mweupe, ana uwezo wa kuleta taarifa kwamba msimu wa jua umefika. Unaweza ukamwona kipepeo wa njano akakuelekeza kwamba huu ni msimu wa baridi umekaribia. Ila kuna kipepeo mweusi. Umewahi kumwona kipepeo mweusi akiingia ndani kwako, akiingia nyumbani kwako? Umewahi kukutana na kipepeo mweusi? Kipepeo mweusi maana yake mambo yako yawe giza, mambo yako yawe meusi. Hawezi kufanikisha jambo kama kipepeo mweusi ameingia ndani mwako na ukajua hali ya kawaida. The way anazunguka kwa nyumba yako, anapepea kwa nyumba yako, ndo anaongeza zaidi mambo kuharibika na uharibifu kwako. Yamkini umeshawahi kuona wadudu kati ya hawa, na wengine wanaweza kawa na kusumbua nyumbani kwako. Unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo ya simu, nikakusaidia namna ya kuomba, jinsi ya kufanya. Hata kama uko mbali, naweza nikaombea maji, nika-anoint, nikakuelekeza cha kufanya, na hawa wadudu hautaona ndani kwako. Mungu akikupa maarifa juu ya jambo fulani, ufunuo juu ya jambo fulani, maana yake amekupa nguvu ya kuweza kufikia hatima ya jambo hilo. Kwa hiyo ambao unahitaji kujifunza zaidi ufasiliji wa ndoto, kufunga na kuomba, unaweza ukaingia hapo kwenye bio yangu. Kuna link hapo ya WhatsApp channel, unaweza ukasubscribe hapo, au mwisho wa video hii utaiona ala Q code itatokea. Unaweza ukachukua simu nyingine ukascan,
ikakupeleka moja kwa moja kwenye madhabahu hiyo ya maombi na maombezi mwaka 2026. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unapowaona wadudu hawa usiwachukulie kawaida. Unaweza ukadharau, ila kesho yakitokea madhara ndo utaamini nachoongea. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.